Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, wapenzi wa kripu za Babu Aish soda yangeni, asante sana. Kwa wale wa dawa za mambo ya upendo, karibu sana. Sasa yametengenezwa mambo motomoto kwa wale wenye mahitaji mbalimbali, kujifungua, mambo ya mapepo, mambo ya maradhi mbalimbali, basi insha Allah taala unaweza ukafika kwa Babu Aish soda yangeni, ukafanyiwa majambo yalikuwa mazuri kabisa na makubwa kabisa ya kuweza kukusaidia kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi, na Mwenyezi Mungu atufungulie kila palipofungwa. Mwenyezi Mungu atuondoshia kila balaa, kila shari inshallah taala. Leo somo langu linasema hivi: ni namna gani unaweza ukaupa mwili wako nguvu za ziada. Kama kwa sababu unajua kadri ya mtu unavyokuwa, huwa zile nguvu za asili huwa zinaenda zinapungua, na kadri unapokutana na makombola ya wachawi, basi nguvu za asili huwa zinaenda zinapungua. Kwa hiyo ni jinsi gani uweze kuziamsha nguvu zako za asili ili uweze kuwa na nguvu kabisa, kwa sababu hata wengine wameanza wakiwa unatengeneza dawa. Yaani unajua, ukiwa na nguvu, hata kama utatumia mchanga, basi inaweza ikamponya mtu. Ukachukua maji ukanena mambo yako ukampa, una uwezo mkubwa wa kumsaidia mtu. Ukachukua mambo ya white dent ukampa kanywa, na ikawa ni tiba kwake. Lakini kwa mwingine atatengeneza dawa na dawa na dawa, lakini haziwezi kumsaidia mtu. Kwa hiyo unaweza kukuta una watu, lakini malalamishi ya kwamba hawaponi yanakuwa ni mengi. Kwa hiyo inakupelekea sasa kwamba uwe mwenye kukosa wateja, kwa sababu mtu anapokwenda katika hospitali anategemea kwenda kupona. Kwa hiyo unahitaji nguvu za ziada za kuweza kuamsha nguvu zako za asili, ili kuweza kujiweka uzuri, na ili kuweza kujiweka katika muonekano wa wale wenye nguvu. Nguvu zinapungua kwa sababu gani? Nguvu zinapungua kwa sababu nyingi ambazo siwezi kuzitaja zote katika klipu hii. Nitaziandalia klipu yake, natengeneza video moja mzuri kabisa, ni nini ukifanya kuongeza nguvu, ni nini usikifanye ili usiweze kupunguza nguvu zako za asili. Na kuna watu ambao unakuta kwamba alikuwa akiota kitu kinatokea, akisema jambo linatokea, akihisi kitu kinatokea. Unaweza kuhisi kama vile kuna fulani atakuja leo, na baada ya muda ukamuona. Hao watu walikuwa wapo na mpaka sasa wapo, lakini wapo ambao walikuwa namna hiyo, lakini sasa hivi hiyo athiri imepotea, kwa sababu nguvu zao za asili zinaenda zinapungua. Sasa utafanya namna gani ili kuweza kurudisha nguvu zako za asili? Kwa sababu hata utafutaji katika biashara pia na penyewe inahitaji nguvu za asili. Nguvu zako za asili kama zitakuwa ziko vururu, basi huwezi kufanya jambo la aina yoyote likafanikiwa. Likifanikiwa basi itakuwa ni kidogo tu, halafu linakata. Asante sana, au litafanikiwa kwa tabu sana. Kwa wale wapenzi wa vipimo, basi usisahau kuwa tuko nazo karata mzuri kabisa. Karata hizi ni karata ambazo zina utabiri mzuri ambao hauna shaka ndani yake. Karata hizi ni karata ambazo kila karata ina utabiri wake.
na zinatabiri bila kukosea hata kidogo. Karata hizi juu yake kuna picha ya Babu Haji, halafu ndani kuna dhumuni lako la karata uliyoiokota. Asante sana. Karata hizi utazipata kwa shilingi 100,000, yani 100,000. Unazipata kwa 100,000 na mambo yanakwenda vizuri kabisa. Dawa hii ya kuinua nguvu za asili, unafanya namna gani ili kuweza kuinua nguvu za asili? Sasa kama una tatizo hili la upungufu wa nguvu za asili ambazo ni nature yako wewe ya kufanyia kazi katika utafutaji, uwe macho uwe umelala, basi nguvu zako za asili ili ziweze kuamka, tumia dawa zifuatazo. Chukua unga wa kivumbasi. Hizi dawa hizi, kivumbasi kinatumika sana katika mambo mengi, na kivumbasi kimeitwa mwinula kwa sababu kivumbasi kinainua mambo mengi sana makubwa na mazito. Kivumbasi ni dawa moja ambayo ni mjarabu sana katika kuamsha ufalme, ni mjarabu sana kivumbasi katika kufukuza mabaya, ni mjarabu sana kivumbasi katika kuondosha mikosi na mabalaa katika mji. Kwanza kabisa, kabla hujatumia dawa hii, basi unatakiwa uchukue chumvi ya mawe kiasi fulani katika kiganja namna hii, tia katika maji na uoge asubuhi na usiku kwa muda wa siku 3 ili kuondosha nguvu hasi ambazo zinaweza kukusababishia wewe ukikamata dawa inaalbadika, yani inaharibika. Sawa. Halafu kisha chukua dawa zifuatazo ili kuweza kutumia sasa kuinua ufalme wako au nguvu zako za asilia. Chukua kivumbasi, unga wa kivumbasi, majani ya mkaratusi na yenyewe iwe unga, kikali. Najua hapa tapata maswali. Kikali ni ile wanaita wengine mwatya, wengine wanaita mjavikali, sijui nini ile, umeona? Sawa. Wengine wanaita mdaula. Asante sana. Huo ndio unaitwa kikali, huo mdaula. Halafu pamoja na majani ya kisima, majani ambayo utayakuta kwamba yametoka nje halafu yameingia ndani ya kisima, na majani hayo yawe ni ule ukoka marugobi. Sasa marugobi za katibiza tuata kizungu marugobizi. Umeona ule ukoka ambao umetoka nchi kavu na ukaingia katika maji. Asante sana. Na unachukua sasa maji ya kisima ambacho hakikauki, hayo ndio utachemsha sasa. Chemsha hayo maji, kisha tumia maji hayo pamoja na dawa hiyo ambayo wewe umeiandaa kwa muda wa siku 7 kwa kutumia kunawa mikono, kunawa kichwa haka, umeona, au kuoga mwili mzima. Lakini maji yale hakikisha unapooga kawa kuunguza. Na kama yale maji utayapata kwa tabu, basi unaweza kuchanganya na maji ya kawaida ili yaweze kukutosha kwa muda wa hizo siku 7. Njia hii huinua ufalme, njia hii huinua mizimu, njia hii huinua njozi, njia hii huinua mkono. Unaposhika dawa inakuwa ina nguvu, kwa sababu mara nyingi watu wengi wanauliwa mikono yao. Mtu akikuulia mkono, ina maana utaposhika dawa, basi zile dawa zinakuwa hazifanyi kazi, kwa sababu mkono wako umewawa.
mkono wako umewawa. Kwa hiyo labda utumie kumpa mtu mwingine, achukue mtu mwingine alafu amkabidhi mtu mwingine, au la mtu ajichukulie mwenyewe. Sasa kama anajichukulia ni mgonjwa au ana matatizo, sasa akijichukulia yeye unakuta kwamba anaua kopo zima. Asante sana. Na pia dawa hii unaweza, kama wewe ni mtaalamu wa tiba za asili au na dawa vyako, vibuyu vyako, hilizi zako, matunguli yako, basi chukua dawa hii, chemsha maji chemke, chukua mfagio wa kivumbasi, mwaga ofisini kwako kwa maji ya moto, mwagia dawa zako, basi dawa zote zitakuwa na nguvu kabisa fi idhnillah. Asante sana kwa kumsikiliza Soda ya Ngeni. Usisahau kusubscribe ili kuendelea kupata masomo yetu mbalimbali ambayo yatakufanya wewe uweze kupata upeo fulani katika tasnia ya tiba asili. Asante, waweja sana kundegereka Soda ya Ngeni.